Na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Wakati huu hebu tujiulize, kwani Rais Donald Trump wa Marekani anataka nini hasa nchini Iran? Bila shaka hili ni swali ambalo wengi wamekuwa wakijiuliza kwa muda mrefu, kwamba Donald Trump anataka nini katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini wakati huu majibu ni mengi. Marekani inaitaka Iran itangaze hadharani kwamba mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kubaki wazi na kuahidi kusitisha mashambulizi dhidi ya meli za biashara. Hicho ndicho ambacho Donald Trump alikitangaza katika siku za hivi karibuni. Kwa muda mrefu rais wa Marekani Donald Trump alikuwa na mipango mingi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mpango mkuu wa kwanza ni kuondoa nyuklia katika Jamhuri hiyo ya Kiislamu, lakini pia kuondoa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti vikinukuu maafisa ambao hawakutajwa majina kwamba Iran ilikubaliana kwa siri na washauri wa Rais Donald Trump kwamba kushambulia meli hizo kulikuwa ni kosa. Hii ni kauli ambayo alisema Rais Donald Trump pia, licha ya kwamba wa Iran walisema hilo halikuwepo. Hata hivyo, taarifa zimeeleza kuwa Iran imehusisha shambulizi hilo na moja ya makundi ya waasi ambayo haina udhibiti nayo. Trump alisema kuwa pande hizo mbili zimekubaliana kuendelea na mazungumzo, ingawa Washington ilisema kuwa mapigano yaliyotokea katika lango la Hormuz wiki hii yalikuwa ukiukwaji mkubwa wa makubaliano usitishaji wa mapigano. Rais wa Marekani Donald Trump anachokitaka ni kwamba Iran lazima ikubali kosa lake, la sivyo itakabiliwa na madhara. Mnamo Juni, Marekani na Iran zilifikia makubaliano kusitisha mapigano. Chini ya makubaliano hayo, Iran pia ilikubali kuhakikisha meli za kibiashara zinapita salama katika mlango wa bahari wa Hormuz, lakini chini ya udhibiti wake. Maafisa waandamizi wa Marekani wameambia shirika la habari la CBS News kwamba Iran inasema kundi lililopotoshwa linajaribu kuhujumu mazungumzo kwa kushambulia meli za kibiashara. Kisha wa Iran walirejea kwenye mazungumzo na kusema, tulifanya kosa, hebu tuendelee na mazungumzo, afisa mmoja wa Marekani aliambia CBS News. Lakini katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Ijumaa ya wiki iliyopita, baadhi ya maafisa wa Marekani walisema walituma ujumbe kwa viongozi wa Iran kupitia wapatanishi wa kikanda, wakitaka Iran itoe tamko linalothibitisha kwamba mlango wa bahari wa Hormuz unaendelea kuwa wazi na kwamba imekoma kushambulia meli za kibiashara. Lakini wa Iran ni kama vile hawataki juu ya hilo, na wametangaza rasmi kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa. Taarifa hizi zilitajwa na vyombo vingi vya habari, na kutokana na tangazo la Marekani, Iran lazima itoe tangazo hilo, la sivyo itakabiliwa na madhara makubwa. Na imenukuliwa pia kupitia shirika la habari la Reuters ikinukuu maafisa wa Marekani ambao wamesema hivyo, na pia akinukuliwa rais wa Marekani Donald Trump kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mazungumzo nchini Oman ambayo yanaongozwa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, pamoja na maafisa wawili muhimu wanaoshughulikia mazungumzo ya Mashariki ya Kati, akiwemo mjumbe maalum Steve Witkoff na mkwe wake Jared Kushner. Wakati huo ujumbe kutoka Qatar uliwasili nchini Iran siku ya Ijumaa kwa ajili ya kujadili njia za kupunguza mvutano na kuwezesha meli kupita kwa usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeomba kuendelea na mazungumzo, anasema rais wa Marekani Donald Trump katika chapisho la ukurasa wake wa Truth Social. Lakini wakati huu ameonyesha vitisho vingi zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisema ikiwa nchi hiyo haitaingia katika makubaliano itashambuliwa vikali mno, na kwamba wiki ijayo itakuwa ni wiki ya kushambulia madaraja pamoja na miundombinu ya nishati ya umeme. Baadhi ya maendeleo yalipatikana katika mazungumzo ya awali wakati Marekani na Iran ziliposaini hati ya makubaliano yenye vipengele 14 mwezi uliopita, yenye lengo la kudumisha usitishaji wa mapigano na kumaliza mzozo wa eneo hilo. Lakini chini ya makubaliano hayo, moja kati ya jambo ambalo limekuwa ni siri nzito ya Donald Trump ni kwamba ilikuwa ni kupunguza hali ya kuyumba kwa uchumi wa ulimwengu, kwa sababu hakukuwa na meli ambazo zilikuwa zikipita katika lango la bahari la Hormuz, na kwamba hali ya maisha karibia duniani kote ilikuwa ni ngumu mno na uchumi ulikuwa ukiyumba karibia kila nchi. Hata hivyo, katika kipindi hiki JD Vance alieleza kupitia vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na Fox News kwamba moja kati ya mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ilikuwa ni kuona kwamba hali ya uchumi inarejea katika hali ya kawaida nchini Marekani na maeneo mengine duniani kote, kwa sababu katika kipindi chote hicho
dunia nzima ilimwelemea Donald Trump, ikieleza kwamba moja kati ya jambo kubwa ambalo Trump amekosea ni vita hivi ambavyo vimekuja kusababisha wa Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo yeye Trump anaamini kwamba eneo hilo ni eneo huru na ni eneo ambalo kila mmoja anaweza kapita, licha kwamba lipo katika mamlaka ya wa Iran, huku wa Iran wakiamini eneo hilo huwa chini ya udhibiti wao na lipo katika himaya yao. Shirika la habari la Fars la Iran liliripoti kuwa chini ya makubaliano mapya na Marekani, mlango wa bahari wa Hormuz hatimaye utasimamiwa kwa uratibu wa Iran na Oman. Hatua hiyo pia inatarajiwa kujumuisha ada ya huduma itakayotozwa kwa meli zinazopatikana katika njia hiyo muhimu ya maji. Lakini pia kulikuwa na meli ambazo zilikuwa zikikatiza katika eneo hilo, ambapo wa Iran waliamua kuzishambulia, jambo ambalo lilikuja kuibua vita vingine. Na wakati huu wa Iran wanasema mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa, huku Marekani ikisema mlango wa bahari wa Hormuz umefunguliwa, lakini mpaka sasa hakuna meli inayopita. Unayo nafasi ya kulike, unayo nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii kupata habari hizi kwa mapana kupitia